Samahani mume wangu, nimekukosea tena na leo, ila sitorudia tena. Nilikuwa nimesimama hapo nyuma na nimesikiza mazungumzo yenu yote. Nimepanga ufumuke fumu. Ila una bahati, shoga yako amekupa ushauri mzuri na nimependa alivyokuwa anakushauri. Ila kama ulivyoahidi, ukirudia tena na kuumiza. Nakuahidi mume wangu, sitorudia tena. Sawa, ila siwezi kutoka kazini hadi huko nirudi bure bure. Njoo ndani unipe changamsha damu. Nipo kwenye siku zangu. Unasemaje? Juzi tu hapo umetoka kumaliza, leo hii unaniambia umerudia tena? Hata mimi sielewi kwa nini nimekuwa hivi. Njoo ndani nikukague. Nakusubiri wewe, njoo ndani. Twende ndani, nakusubiri nikukague. Samahani mume wangu, tangu tuwe wote hadi leo hii kuna siku umetaka nimekunyima? Hao nimekudanganya chochote mpaka leo hii utaki kunikagua? Kumbe naishi na wewe mwenzangu, uniamini. Nimechukia, tena nimechukia sana. Hii tabia sijaipenda na nimeumia sana. Bosi, vipi? Una matatizo gani? Hamna shida yoyote. Hivi Midelo? Ndio bosi. Ushakusikia mwanamke anamaliza siku zake, afu baada ya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu zinarudi tena? Kwa ninavyojua mimi bosi, kama amekatisha siku zake atarudia tena. Lakini pia kama mwili wako ulichanganya, zinaweza zikarudi. Kiufupi, mwanamke kuingia kwenye siku zake mara 2 kwa mwezi mmoja inawezekana. Kwani kuna shida yote bosi? Hamna tatizo lolote. Tuendelee na kazi. Sawa bosi. Shoga, unalo mbaya wewe. Nimefanya nini jamani? Una siku ya Rajoja nyumbani. Kwa nini? Mumeo tulisikia tunaongea pale. Shoga yangu nilishtuka. Kukimbia nilitamani, kusimama nilitamani. Yote nikashindwa, nibaki niko juju kama mkungu wa ndizi. Haya, ilikuwaje kwanza? Hakutusikia bwana. Light kama angetusikia, kwa ninavyomjua mume wangu, asingekaa kimya. Mume wangu namjua, mzalamu yule. Kuji lake aligandishi. Kidogo nafsi imepoa. Ila hakuna shida, wewe njoo tu nyumbani. Haya, vipi shoga yangu? Ulifanikiwa au mpenda China alikushinda? Mie tena unanionaje? Nilifanikiwa. Ila huruma kumlisha mwenzio uchafu. Shoga. Kwa uchafu gani kulinganisha na kula wanaume? Tena vingine wanafanya kuvilamba. Ha? Kwanza umenuia vizuri? Nimenuia mpaka nikanuia tena.
Sasa jamani, mimi naenda nyumbani. Nimemmisi sana mke wangu. Boss, si umekuja sasa hivi tu, mara ushamisi mkeo. Yaani wewe acha tu. Siwezi kukaa hata dakika moja mbali na mke wangu. Sasa bosi, unajua kabisa leo kuna watu ambao kupokea kazi yao. Wewe utasimamia nafasi yangu na ndio maana uko hapa. Sawa bosi. Mbona mapema leo? Unaumwa? Wala hata siumwi. Sasa mbona mapema? Nimekuja kufumania. Haya, nenda kafumanie. Leo natamani sana kushinda na wewe mke wangu. Sitamani kukaa hata kidogo mbali na wewe. Kwa hiyo leo tutashinda hapa mpaka jioni. Ila tusishinde hapa lakini. Sasa tutashinda wapi? Hilo niachie mimi. Wewe kazi yako ni kufuata maelekezo tu, nini cha kufanya. Sasa kama umeamua wewe mke wangu, mimi ni nani wa kupinga? Haya, nenda kaoge. Mche wa mapenzi moyoni mwako nimeotesha, yeah. Yani kabisa maji tepetepe nimelowesha, kukuzuga siwezi, we ukitoa minazidisha, nipe mabayo yawe kama mvua ya rasharasha. Nimesign, sita sign out, hata waseme nini nishakaza nati. Kiss me, ukiondoka nako miss wewe. Love me, touch me. Apokee simu yangu. Sijui tunafanyaje. Au si ulipie tu? Hapana. Nahitaji kuzungumza na yeye kwanza kabla ya yote. Labda sio riziki yake. At least ningemkuta Midelo. Ningeweza kufanya hayo maripo. Maana ni mtu ambaye huaga kila nikija kwa ofisini namkuta yeye. Kwa kweli itakuwa ni vigumu kwa sababu sura ni ngeni. Sijazoea kukuta katika maeneo haya. Mimi amenipa maamuzi ya kupokea hiyo hela na wala usijali. Angalau angepokea simu ningemsikia mwenyewe. Basi ngoja tumpigie tena. Mbona simu inaita muda mrefu kupokea? Nani anapiga? Carlos huyu bwana. Nimemkabidhi apokee hela kwa mteja ili nikirudi nikute naye, lakini anapiga simu kama ugomvi. Yaani hawezi kabisa kukaa ofisini peke yake. Utasema ile ofisi yenyewe ni kubwa, kumbe ni kaofisi kadogo tu. Unatakiwa umpokelee, ujue ana issue gani. Labda ana issue nyingine tofauti na yeye kukaa peke yake. Achana naye bana. Kwanza muda umeenda sana. Inabidi tuende nyumbani. Au unataka tulale hapa hapa? Wewe bwana, tulale hapa hapa. Sasa mimi nitajuaje? Labda umenogewa na hapa. Hapana. Ukweli ninatamani muda wote kukaa na wewe hapa. Nimeenjoy sana muda wako. Sawa. Sasa tutaendelea kukaa muda wote. Ondoa shaka kwa hiyo. Sasa tutakula nini? Na maana utakuwa uendi kazini tena. Kiukweli hapa mimi nawaza hela ya kodi tu.
kuhusiana na swala la kula sio ishu kubwa. Kwanza ulishe kuniambia ukiniona tu unashiba. Kula ni kula, kukuangalia ni kukuangalia. Alafu ulipotoka asubuhi mama nyumbani. Ukamwambiaje? Nimemwambiaje jioni? Nimemwahidi tarehe ya leo na amesema akija akute hela ama nyumba yake. Yaani hapa inabidi niwahi ofisini nende nikachukue hela yake ili akija aikute. Sawa, malizia basi kinywaji tuondoke. Enjoy lakini. Tuondoke. Leo nahitaji pesa yangu. Sitaki maneno, sitaki chochote. Nimewavumilia, nimechoka. Mimi pia nina majukumu yangu. Aidha muondoke au mnipe pesa yangu muendelee kuishi humu ndani. Unashangaa nini? Mkeo kasema unakuja na pesa. Alafu unakuja unashangaa hapo unanitolea mimacho. Nipe pesa niondoke. Samahani. Unaweza kuja baadaye kama itawezekana. Na kama ikishindikana? Natamani sana kusaidia mwanamke mwenzangu, lakini mimi pia nahitaji pesa kumpeleka mwanangu akufanyia operation. Hata hivyo nimewasaidia sana. Miezi 8 hapa mjini kukaa bila kulipa pango. Cha kukushauri, wewe ni binti mdogo. Huyu mwanaume hajakuoa na anashindwa kukidhi mahitaji yako kama mwanaume. Achana naye. Ni bora ukakaa peke yako, uende ukasaidiwa kwa design hiyo. Kuliko kila mtu anajua una mwanaume, alafu mwanaume mwenyewe ni mwanaume suruali. Mwili mkubwa lakini anashindwa kutafuta pesa. Unaweza kukuta wanaume kama hawa wanapenda chini. Na usikute akawa hivyo hivyo kwa sababu hana hata hela. Mke wangu, hamna shida. Ngoja tuingie ndani tutoe vitu vyetu. Vitu? Vitu gani? Miezi 8 ukae kwangu bure. Hivyo unaweza kufanya ujinga kama huo? Kumbe mnajua. Halo. Mama. Mwenyekiti. Ndio. Hawa wajinga wangu mpaka leo nimekuja hawana hata shilingi 100. Na nimeamua kufanya kama tulivyokubaliana mara ya mwisho nilivyokuja hapo kwako. Sasa akitaka kuvunja mlango nafikiri itakuwaje? Mimi ndo nataka vunje. Kuja kila kitu yangu nao Yaani mkiwa nipiga kitu yangu ni bila kujali kama atembea ongea huko. Kesi itakawapata hao. Watafikiri wabainiki hawana kesi, watachukua miaka miwili ndio watakuwa jela. Na mtuhumiwa ndio watapotea kabisa babu wao. Haya, mimi ndo nafunga milango yangu. Atakayetaka kuvunja itakuwa kila laheri kwake. Mbona uende kumpelekea maji ya mteja? Sana kuachaje hapa mke wangu. Malizia twende yote. Nisije nikakuacha akaja mwanaume akakuchukua nikabaki na gagaa na huko hapa. Lakini wali mkavu. Hata kama kila wali na minyama kibao. Kama kuna furaha kuna faida gani sasa? Sikia mume wangu. Nakuomba nenda. Mimi namalizia hapa kufunga biashara tuondoke nyumbani.
Nikuache hapa? Ondoa shaka, nenda haraka urudi. Bosi, vipi? Una kisu gani? Namwahi mke wangu, nimemwacha peke yake.